Karibu mtazamaji wa Jambo TV Online. Kama kawaida, tuangazie habari mbalimbali zilizopata nafasi ya kuwekwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Mimi naitwa Joseph Gelvas, mwanzo hadi mwisho wa kuangazia taarifa hizi tutakuwa pamoja. Asubuhi hii tulivu kweli kweli, tuanze na gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kuu kurasa wa mbele imeandikwa kikao cha Rais Samia TEC chaibua mjadala. Hii ni habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kwa kina zaidi, habari hii ikipatikana ukurasa wa pili wa gazeti, lakini zipo taarifa nyingine hapa. Chadema yashtakiwa tena kortini, ukurasa wa 7 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa mapana zaidi, lakini panya wasua kuna utoroshaji nyara za serikali, ukurasa wa 7 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi, lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni pamoja na uchaguzi mkuu Zambia leo kuamua hatima ya Hichilema, ukurasa wa 14 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi katika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa hii ikisema Lissu ahoji vyombo nyeti kutoshirikishwa kupeleleza kesi yake, ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi, na hii inahusiana na kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambayo inaendelea katika mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Lakini wachimbaji watumia injini ya pikipiki kutoa viroba katika mashimo, ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii imeandikwa kwa mapana zaidi. Katika habari picha inaonyesha picha za viongozi mbalimbali, lakini picha kuu inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akicheza bao hapa jana huko visiwani Zanzibar. Hili ni gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Mwananchi Tanzania, habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa Samia maaskofu TEC wagusa hisia. Imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele ni pamoja na taarifa ikisema Lissu alivyohoji kuteswa agusia wanaohusika, ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Serikali sasa yaingia kati kupanda kwa bei ya saruji, ukurasa wa 2 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina. Siasa mbio za urais 2030 zinavyowapasua vigogo CCM, ukurasa wa 19 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Happiness kutoka mlinzi hadi dereva wa Rais Samia, ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti Mwananchi Tanzania. Gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari mbalimbali zimewekwa, lakini habari kuu inasomeka Lissu ni muda tu. Imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele, lakini kwa kina ni ukurasa wa 3, ukurasa wa 2. Rostam azidiwa kwa Ruto, ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina, lakini soko kuu utalii la tekwa, ukurasa wa 2 wa gazeti. Taarifa inaeleza kwa kina imetekwa vipi. Askofu aonya kulea watoto kimayai mayai, ukurasa wa 6 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina, lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na hii ikisema Selemani Mwalimu ailaza Simba katikati ya dabi leo, ukurasa wa 29 wa gazeti hili. Taarifa inapatikana kwa kina zaidi, lakini katika habari picha inaonyesha picha ambayo alikuwepo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wengine, ambapo walimtembelea mwenyekiti wa Chadema hivi sasa Tundu Lissu, kipindi hicho akiwa amelazwa hospitali mara baada ya kushambuliwa kwa risasi 16. Sasa hii ni habari picha ambayo ipo ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mwema. Na sasa tuangazie taarifa zingine. Mara hii tuangazie taarifa katika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na Dr. Samia asema tuenzi urithi wa mapinduzi. Habari hii ni habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili, kwa kina zaidi ikipatikana ukurasa wa 2, lakini imeandikwa bunge la Uturuki laidhinisha sheria ya msamaha kwa PKK, ukurasa wa 3, ukurasa wa 9 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi na imeeleza kwa kina PKK ni kitu gani. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele ni hii, Dr. Mwinyi amwapisha mkurugenzi mkuu Wizara ya Afya, ukurasa wa 2 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Waziri Pembe ahimiza miradi inufaishe jamii, ukurasa wa 2 wa gazeti. Taarifa hii ikipatikana kwa kina zaidi. Katika habari picha inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza hapa, lakini pia kuna taarifa nyingine inasema serikali itaendeleza juhudi za kukuza elimu. Hiyo ni kauli ya Dr. Nchimbi. Kwa kina zaidi, taarifa hii inapatikana ukurasa wa 2 wa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
Sasa tuangazie taarifa katika gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Asubuhi ya leo tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026. Habari kuu inasomeka Global ya waita wenye ndoto kusoma nje ya nchi. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo, kwa kina ni ukurasa wa 3. Lakini Tanzania na Marekani kuendeleza ushirikiano nishati, afya na uwekezaji. Taarifa hii kwa kina zaidi inapatikana ukurasa wa 2. Miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wake wa mbele ni pamoja na hii ikisema shule ya himiza Magomeni, shule ya hazina Magomeni yavumbua vipaji vya wanafunzi. Ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. RC Khali apongeza uwekezaji hoteli ya Golden Grow Iringa. Ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Katika gazeti Majira asubuhi hii habari mbalimbali zimeandikwa, lakini habari kuu inasomeka ikisema Tanzania na Marekani kuendeleza ushirikiano kwa kina zaidi. Taarifa hii ikipatikana ukurasa wa 2. RC Chalamila atoa siku 7 kwa mabasi abiria. Ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa mapana yake zaidi. Maendeleo ya mfumo wa uwekezaji wa kidijitali yasainiwa. Ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa hii ipo kwa kina zaidi. Kumradhi wana ushirika. Ukurasa wa mbele imeandikwa hivyo, lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti Majira, gazeti huru kila siku, ni pamoja na taarifa hizi. Balozi Nchimbi akoleza shamra za Kizimkazi. Ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Mainstream yanyakuwa tuzo 2. Ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Trump asema Irani wakitudai na sisi tutawadai. Ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Katika habari picha inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na wananchi mbalimbali hapa. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Biashara Leo. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa Global Education Link ya waaga wanafunzi 387. Kurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Lakini balozi Marekani nchini, waziri wa fedha Balozi Omar wafanya mazungumzo. Kurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii imeeleza kwa kina wamefanya mazungumzo kuhusu nini. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na bonanza maalumu shule ya msingi hazina ya Magomeni laibua vipaji. Ukurasa wa 6 wa gazeti. Taarifa hii ikipatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuandikwa katika kurasa za mbele za magazeti asubuhi hii ni pamoja na taarifa katika gazeti Mwananchi Huru Tanzania. Tanzania na Marekani kuendeleza ushirikiano ndio habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini GEL yakabidhi nyaraka za safari wanafunzi 387 wanaokwenda China India. Hii ni GEL. Ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa hii ikipatikana kwa kina zaidi. Lakini habari nyingine ni katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wake wa mbele wa gazeti imeandikwa dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji. Lakini ukurasa wa pili kuna taarifa inasema mikakati usalama wa mafuta hadharani. Ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa hiyo ipo kwa kina. Lakini TANESCO TPDC kuwa mashirika ya kibiashara. Ukurasa wa 4 wa gazeti. Taarifa hii ikipatikana kwa kina zaidi. Samia asema tusigawanyike. Hii ni habari ambayo kwa kina ipatikana ukurasa wa 7. Kumekucha Kizimkazi Samia kushiriki leo. Ukurasa wa mbele wa gazeti. Taarifa inapatikana kwa uzuri kwa kina zaidi ni ukurasa wa 7. Ukurasa wa 18 kuna taarifa ikisema Mavunde yaagiza masoko ya madini yafungwe saa 3 usiku. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo kwa kina ni ukurasa wa 18. Lakini ofisa usafirishaji jela miaka 3, wizi betri za magari. Ukurasa wa 20 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina. Da kupangwa upya imeandikwa hivyo kwa kina zaidi ni ukurasa wa 16 wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Katika habari picha inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa hospitali alipomtembelea mke wa hayati Abeid Amani Karume hospitali. Katika habari picha hii inaonekana kwa uzuri zaidi. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Tanzania Leo. Sauti ya Mtanzania. Habari kuu imeandikwa Dr. Samia sasa ni ahadi na vitendo. Kwa kina zaidi taarifa hii ikipatikana ukurasa wa 3. Masoko ya madini yawe wazi hadi usiku serikali. Ukurasa wa 3 wa gazeti. Taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizoandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na Chalamila atoa siku 7 mabasi ya mikoani kuondoka vituo visivyo rasmi. Ukurasa wa pili wa gazeti. Taarifa hii ipo kwa kina zaidi. Serikali kuimarisha mifumo ya bajeti kuzingatia usawa wa jinsia.
Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Miaka 20 jela kwa madai ya kutengeneza risiti za EFD. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, habari kuu imeandikwa Global Education Link kupeleka 387 China India, ni habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili. Bonanza shule ya hazina Magomeni la vumbua vipaji vya wanafunzi, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii ikipatikana kwa mapana zaidi. Lakini imeandikwa hapa, balozi wa Marekani na jumbe wake wateta na waziri wa fedha, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii ikipatikana kwa kina. Rais Samia amjulia hali Mama Fatma Karume hospitalini, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Tukiangazia taarifa katika gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa uchumi Tanzania kupaa kwa miradi mikubwa. Kwa kina zaidi, taarifa hii ikipatikana ukurasa wa 4. Ndejembi aeleza mila potofu, kikwazo nishati safi. Kwa kina zaidi, taarifa hii ikipatikana ukurasa wa 3 wa gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Lakini Chalamila atoa wiki mabasi kurejea Magufuli. Kwa kina zaidi, ukurasa wa 3. Mavunde asema masoko ya madini yafunguliwe hadi usiku. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Katika gazeti Sauti Yetu asubuhi hii imeandikwa Dr. Nchimbi asema tutaendelea kuwekeza zaidi kwenye elimu. Kwa kina zaidi, taarifa hii ikipatikana ukurasa wa 4. Yusufu Mwenda asema utoaji huduma bora msingi wa mafanikio TRA, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Msomi chuo kikuu ataka bodi ya mikopo iondolewe, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Lakini imeandikwa hapa Tanzania na Marekani bega kwa bega katika afya, nishati na uwekezaji, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Katika habari picha inamuonyesha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi akisalimiana na viongozi mbalimbali katika habari picha iliyoko ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mtazamaji wa Jambo TV Online, na sasa kwa uchache tuangazie taarifa za michezo katika baadhi ya magazeti yaliyochapishwa asubuhi hii, na tukianza na gazeti Mwanasport. Simba yarudi kwa Ismail Mgunda, ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Johora ajipanga kufanya vizuri na Pamba Jiji, imeandikwa hivyo ukurasa wa michezo. Mourinho ataka ubingwa La Liga, lakini kocha Singida BS ajivunia cha Sambi Chikola. Lakini imeandikwa hapa Selemani Mwalimu asimamisha nchi, Magori Helsi watupiana vijembe, Yanga watambia Simba. Ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hizi zinapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini katika gazeti lingine la michezo asubuhi hii, na mara hii tuangazie taarifa za michezo katika gazeti Sport Tanzania leo, ikiwa imeandikwa hapa Yanga AC yamtambulisha Selemani Mwalimu aiwahi dabi, ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini imeandikwa Simba Yanga Kariakoo dabi ya kisasi, imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini katika gazeti lingine la michezo asubuhi hii ni pamoja na taarifa za michezo zilizowekwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo michezo. Usajili wa Mwalimu Yanga waichanganya Simba, imeandikwa hivyo. Hawataamini macho yao, imeandikwa hivyo bado. Lakini Azam yamrejesha kundini Salah, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii imeandikwa hivyo. Lakini miaka 30 ya Bongo Flava yatua Dodoma, ukurasa wa 21 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Trump ajitosa kumtetea Infantino, ukurasa wa 22 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini sasa taarifa za michezo katika gazeti lingine ni Taifa Tanzania michezo, ikiwa imeandikwa kauli ya Magori yaibua kizaazaa Simba, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini ujenzi uwanja wa Dodoma wafikia 14%, vijana 300 wapata ajira, imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele. Hizi ni miongoni mwa taarifa za michezo zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania michezo asubuhi hii. Na sasa katika gazeti Majira michezo imeandikwa Simba SC Yanga dabi nguvu leo, ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Lakini ni vita ya Mankoba dhidi ya Baka, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Rais Samia aipa 5 dabi ya Kariakoo leo, taarifa hii imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti la michezo Majira michezo burudani asubuhi hii ya leo. Mtazamaji wa Jambo TV Online, hapo tumefika mwisho wa kuangazia baadhi ya taarifa zilizoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, tukiangazia taarifa za siasa, lakini jamii, lakini pia na habari nyingine zikiwemo za michezo. Mimi naitwa Joseph Gervas, hii ni Jambo Online TV, endelea kufuatilia.